Bwana Yesu asifiwe, ndugu katika Kristo. Kwa majina naitwa Twashimsa na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Niko mahali hapa, nimepata kibali cha Bwana kutoa ujumbe ambao Bwana alinipa kwa ajili ya kuwajuza watu wengine waweze kufahamu pia. Bwana asifiwe sana. Nitaanza kusoma maandiko katika kitabu cha Amos sura ya 3 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake na manabii siri yake. Bwana asifiwe sana. Mungu hatendi neno lolote pasipo kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana asifiwe. Ilikuwa ni mwezi wa 9, katika njozi ya usiku Bwana akanipa ujumbe wa janga la njaa. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa ni mwezi wa 9. Bwana akasema nami katika ndoto kuwa kuna njaa inakuja baada ya muda wa miezi 11 kutimia. Hiyo njaa itaanza. Bwana asifiwe. Nikaambiwa baada ya miezi 11 njaa itaanza. Ilikuwa ni mwezi wa 9. Nilipofanya mahesabu kutoka mwezi wa 9 mpaka nipate miezi 11, nilipata iliangukia kwenye mwezi wa 7 wa mwaka 2026. Bwana asifiwe sana. Ujumbe ulikuwa umetoka mwezi wa 9 2025. Sasa nimepata kibali cha kutoa ujumbe huu sasa, kwa maana watu wanabidi wapate tahadhari, maana Mungu hatendi jambo lolote pasipo kuwajuza watumishi wake na manabii siri yake. Nami nimepata kupewa taarifa ya hii njaa, kwamba kuna njaa inakuja, na njaa yenyewe rasmi itaanza mwezi wa 7 2026. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni tahadhari na angalizo kwa Watanzania na maeneo kadha wa kadha katika nchi za Afrika, kwamba kunaweza kukatokea njaa, kwa maana neno la Mungu ni hakika na ni kweli. Kwa kila mmoja anaweza akajiandaa kwa nafasi yake. Kuna mambo mengine Mungu anatoga ujumbe, si kwamba uweze kuomba, lakini upate kujua na kujiandaa. Yusufu aliposimuliwa na mfalme wa Misri ile ndoto ambayo ilikuwa inahusu njaa, hawakuomba njaa isitokee, mbali walichukua tahadhari namna kukabiliana na njaa. Kwa nakusihi mpendwa, pamoja na kuomba, lakini usiache kuchukua tahadhari, maana Mungu anatoa taarifa kabla kitu kutokea. Mungu awabariki sana. Neema ya Mungu izidi kuwa pamoja nanyi.